kwamba kuna changamoto mbalimbali, ukiachana tu na fence, kuna maadili ya kila mmoja, kwamba katika kila kundi la watu 10 kuna tabia 10 tofauti. Lakini ukiangalia hapa idadi ya walimu utakuta ni ndogo sana kulinganisha na nini, na idadi ya wanafunzi ambao wapo. Kwa majina naitwa Yola Mlanda. Lakini zinatimia vipi? Ni pale ambapo kitu cha kwanza umemtanguliza Mungu. Sisi ambao tumepita huko tunajua. Mkurugenzi kuna kitu aligusia kidogo, ilikuwa ni masuala ya kiimani. Kwa hiyo ukimtanguliza Mungu, hivi vitu vyote vinawezekana. Hizi wanu zote ambazo wameahidi hapa wanafunzi, inawezekana. Hongereni sana wanafunzi. Nipate kukiri kwamba mkurugenzi amesema kuna changamoto ya fence. Sisi kama benki ya NMB hii tumeipokea hii ripoti na tutaenda kuifanyia kazi. Lakini kwa kutambua hii changamoto ya fence iliyopo, nikawa nimemkonyeza hapa mkuu wa shule, nikawa nimepatia shilingi 60,000 cash. Lakini wanafunzi tunapokuwa tunafanya mitihani, tunajua kwamba tunaenda wapi mitaani. Tafadhali, sasa hivi ni kipindi ambacho tunaenda kwenye uchaguzi. Amani iliyopo tunaomba uendelee kuilinda. Mzazi wako ametumia ada, amekupa maarifa. Sasa ukienda huko mtaani ukaingia kwenye mikumbo ambayo sio, huko kuna elimu tofauti kabisa ambayo inawezekana darasani ikawa ilikupita. Maana kule mtaani kuna A za mtaani, kuna division 1 za mtaani. Ndani ya muda mfupi, wewe endelea na majukumu yako kama mzazi, muonyeshe njia iliyo sahihi. Kama ni kumwelimisha afanye shughuli za ujasiriamali ambazo tayari shuleni amejifunza, shule hii ni bora, kama tulivyopata ripoti mbalimbali, wewe cha kufanya ni kumuongezea tu mwelekeo au kumuonyesha njia. Natumaini hapo wazazi tuko pamoja. Hatutegemei kuona hawa wanafunzi ambao walimu wamefanya juu chini kuandaa, kuwapika, kesho na kesho kutwa tuanze kusikia sifa mbaya kutoka hapa. Lakini kwa wote ambao tuliopo, wageni waalikwa, walimu mbalimbali, sisi kama benki ya NMB huwa inatoa masuluhisho mbalimbali. Na masuluhisho hayo huwa tunasema ni ya kifedha. Maana mtu mwingine inawezekana hajui hata benki ya NMB ilipo, au hata jinsi ya kuingia tu unakuta hajui. Benki kama ninavyosema inatoa masuluhisho mbalimbali, inafungua akaunti za aina zote. Kuna yale masuluhisho ambayo mzazi anasema kwamba nashindwa kukusanya ada ya mwanafunzi. Benki ya NMB inafungua akaunti za watoto. Vigezo ni rahisi sana. Mzazi inatakiwa uwe na namba yako ya NIDA, lakini vile vile cheti cha kuzaliwa mtoto. Una uwezo wa kumwekea fedha yako hiyo unaoipata kila baada ya siku kadhaa, inakuwa ni kama kikupu. Kwa hiyo muda wa kulipa ada kunakuwa tena hakuna changamoto. Tunatambua kwamba kuna shughuli mbalimbali ambazo ni lazima fedha ihitajike, kwamba hatuwezi tukasema kwamba mkurugenzi kila siku aende kukopa mafuta kwa ajili ya magari ya shule. Ni lazima pesa ihitajike. Lakini hawa walimu waliopo hapa mbele na waliopo hapo nje, walimu wa hii shule, ni lazima tuwakumbuke kifedha. Wewe mzazi ambaye unakumbushwa mara kwa mara kwamba lipa ada, kwa kweli hapo inabidi tubadilike.
Sisi kama wazazi, wewe kama mzazi, hata yule ambaye anasikiliza anatamani amlete mwanafunzi wake hapa, atambue tu kwamba kitu chochote ambacho ni kizuri lazima kiendane na nini? Na gharama. Kesho na kesho kutwa hii shule tayari imeshajitangaza kwa ukubwa wake. Tutapokea wanafunzi wengi sana, na tunapopokea wanafunzi wengi kama hii shule ni lazima ada izingatiwe. Kwa wewe mzazi ambaye tayari ulishamwanzisha mwanao kama yuko form 1, form 2, form 3, tulipe ada kwa wakati. Naamini hilo linaeleweka. Lakini benki kama NMB inatoa masuluhisho kama nilivyowaambia. Inatoa mikopo mbalimbali. Inawezekana hauna ada. Ukifika benki ya NMB unaweza ukapewa mkopo kulingana na wewe shughuli yako unayoifanya. Kwa mtu yoyote anayefanya shughuli ambayo ni halali, benki ya NMB itakupatia kulingana na nini? Na shughuli unayoifanya. Tushukulie kwa mfano, wewe ni mjasiriamali, una kibanda chako cha nguo au una kibanda chako cha kuuza nyanya, utapewa fedha kulingana na shughuli hiyo.